naomba uniruhusu nimkaribishe msajili wa hazina Bwana Athmani Mbutuka ili aweze kutoa taarifa ya msajili wa hazina. Karibu sana. Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Job Ndugai Mbunge, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa Philip Mpango, Waziri wa Fedha. Waheshimiwa mawaziri. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dodoma. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kamati ya Bunge ya Uwekezaji Dr. Rafael Shegeni. Waheshimiwa wabunge wa bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Governor Profesa Luoga, Charles Kichere, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali, makatibu wakuu, rasi wa mkoa wa Dodoma, ma-DC wote walioko hapa, wenye viti wa bodi, watendaji wakuu wa taasisi na makampuni yote ambayo yatakuwa yanatoa gawio pamoja na michango hii leo, wageni waalikwa, watumishi wa ofisi ya msajili wa hazina na Wizara ya Fedha, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Awali ya yote, Mheshimiwa Rais, nipende kuchukua fursa hii kukushukuru wewe binafsi kwa kukubali mwaliko wetu wa kuwa mgeni rasmi katika hafla hii ya kupokea hundi na gawio na michango kutoka makampuni, mashirika na taasisi za umma. Ujio wako katika hafla hii ni chachu kwetu sote na mashirika katika kuhakikisha kuwa tunaimarisha usimamizi na kuendelea kuongeza ufanisi na hatimaye gawio na michango kutoka katika kampuni, taasisi na mashirika yako. Mheshimiwa Rais, naomba nichukue fursa hii kipekee kabisa kumshukuru waziri wangu wa fedha Dr. Philip Mpango, naibu waziri wa Wizara ya Fedha Dr. Ashatu Kijazi, katibu mkuu Dr. James, manaibu makatibu wakuu, management ya Wizara ya Fedha kwa usimamizi madhubuti, ushirikiano wanaonipatia katika kusimamia uwekezaji kwa mashirika ya umma. Aidha, Mheshimiwa Rais, naomba kipekee nimshukuru Mheshimiwa Spika na kamati zote za Bunge, hasa ile ya uwekezaji, budget na hesabu za serikali, kwa ushauri na miongozo ambayo mmekuwa mmetupatia katika kuboresha usimamizi wa mashirika na makampuni ambayo ninasimamia. Asanteni sana. Aidha, Mheshimiwa Rais, nimekuwa nashirikiana na kupata miongozo ya waheshimiwa mawaziri wa kisekta mbalimbali, makatibu wakuu katika kutekeleza majukumu yangu. Nichukue fursa hii kipekee kuwashukuru sana katika mwongozo na ushirikiano mnaonipatia kuanzia kule bungeni na sekta zenu ambazo tumekuwa tunasimamia kwa pamoja. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, kipekee kabisa niwashukuru wafanyakazi na management ya ofisi ya msajili wa hazina kwa kazi mzuri na ushirikiano wanaonipatia katika kusimamia mashirika ya umma pamoja na makampuni, na ukiniruhusu nishukuru kamati ya secretariat ambayo imeorganize hili tukio kwa utimilifu wake. Niwashukuru sana kwa yote. Aidha, Mheshimiwa Rais, nipende kupongeza wewe binafsi kwa kazi kubwa ambayo umekuwa unafanya ya kulinda rasilimali na maslahi mapana ya nchi yetu. Mwaka huu tarehe 10 Juni tumeshuhudia kazi ambayo ulianza katika majadiliano kwenye shirika na kampuni ambayo serikali ina hisa la Airtel. Tumeongeza hisa zetu kutoka
asilimia tulizokuwa nazo hadi kufika 49, na hii inaonyesha wazi kwamba maslahi yetu katika kampuni hii ya Airtel yameongezeka. Ninakupongeza sana kwa hili. Aidha, kwa kuiga mfano wako, Wizara ya Fedha na ofisi yangu tumeweza kufanya majadiliano na makampuni mengine katika kipindi hiki cha mwisho wa mwaka ambao unaishia tarehe 30 Juni. Hisa zetu kwenye kampuni ya UDART ambayo tulikuwa na hisa 49% zimeongezeka kufika 85%. Naomba kipekee tumshukuru Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri na Katibu Mkuu Fedha kwa usimamizi mzuri. Aidha, tulishapoteza hisa kwenye kampuni ya MECO ambayo zilishapunguzwa, zilikuwa diluted kufika 2%. Tumefanya majadiliano nao, wameona mapungufu, hisa zetu zimerudi kufika 25%. Hii ni kazi mzuri ambayo mnaifanya Wizara ya Fedha na ofisi yangu, lakini chini ya miongozo yako tumeweza kulinda maslahi yetu katika usimamizi wa mashirika ya umma. Aidha, Mheshimiwa Rais, kwa taarifa tu, tunaendelea na majadiliano na makampuni mengine kadhaa. Kwa sababu za kibiashara sitayataja hapa ukiridhia, lakini nikuhakikishie wengine wameshaleta ofa ambazo zinaweza kuongeza maslahi yetu katika mashirika hayo. Mheshimiwa Rais, katika mwaka wa fedha ambao tutashuhudia leo tukipokea magawio, ulituwezesha na kutuagiza tufanye usimamizi na uhakiki wa mali za umma nchi mzima. Zoezi hili tumelifanya na hadi kufika tarehe 30 Juni tulikuwa ofisi yangu, ofisi ya msajili wa hazina kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha na Ardhi, tumepita mikoa 10. Tumetambua kuna mali ambazo za mashirika ambayo yalibinafsishwa lakini hazikuwa katika ubinafsishaji, zilikuwa zinashikiliwa na watu wengine. Hadi tunavyozungumza kulikuwa na mashamba, kuna nyumba 337 zimesharudi serikalini. Kuna viwanja 140 vimesharudi serikalini. Kuna mashamba makubwa 10 yamerudi na mengine yanafaa kwa kilimo cha ngano. Tutawasilisha hiyo taarifa. Na kuna makampuni mawili ambayo tulikuwa hayapo kwenye orodha yetu na tulikuwa hatuyatambui. Moja, Songwe Water Company, tunaimiliki kwa 100%. Taratibu za kisheria zinaendelea kuirudisha. Kuna Liquid Storage Company Limited pale Morogoro, tuna 40%. Hii kamati ya uhakiki imeweza kuzirudisha. Kazi hii inaendelea. Pale Mbagara ambako unakopita mradi wa mwendokasi, kamati ya uhakiki imeweza kufanya uhakiki na kugundua ila ardhi imerudishwa na kuokoa zaidi ya bilioni 5, na yenyewe tumepunguzia serikali badala ya kulipa compensation kwa watu ambao hawahusiki. Na yenyewe napenda nikutaarifu kwamba tumeweza kuokoa hizo fedha. Kuna eneo pale Kigamboni ambao ni zaidi ya square meter 86,000. Kiwanja namba 9 na namba 10 kinarudishwa kwa jina la Katibu Mkuu Fedha. Square meter zaidi ya 40,000 zinapimwa tayari kwa kurudishwa kwa Katibu Mkuu Fedha. Aidha, tumeweza kutoa mapendekezo kwa serikali, eneo lile ikikupendeza, tujenge single receiving terminal, matenki
ya mafuta kuhifadhia itakuwa na faida kubwa kwa nchi yetu. Moja, tutaweza kushindana na majirani zetu. Mbili, tutaweza kujua kiasi cha mafuta kinachoingia nchini wakati wote na kudhibiti mapato yetu. Mheshimiwa Rais, ardhi ipo tayari. Ni maamuzi tu yakifanyika na ikionekana kisera ni kitu kizuri, tumekileta kwenu kwa maamuzi. Mheshimiwa Rais, katika kipindi cha miaka mitano makusanyo ya mapato kutokana na uwekezaji yameongezeka sana. Kwa mwaka huu wa fedha tumekusanya, mashirika yote tumekusanya trilioni 1.05 ukilinganisha na bilioni 161.04 ambayo tulikuwa tunakusanya katika mwaka wa fedha 2014-15. Ni ongezeko la 552%. Tunakushukuru sana. Ukiangalia ongezeko hili la mapato limekwenda katika taasisi zote. Kitu kikubwa ambacho kimechangia, moja, mabadiliko makubwa ambayo umeyasimamia katika ukusanyaji wa mapato. Uanzishwaji wa ukusanyaji wa mapato wa elektroniki GPG umeongeza mapato kiasi kikubwa sana kwenye mashirika yote, wizara pamoja na halmashauri. Tunakushukuru. Udhibiti wa matumizi, kuongezeka usimamizi wa mashirika ya umma na makampuni tunayomiliki kwa hisa chache ni baadhi ya sababu ambazo zimechangia kwa kiasi kikubwa katika ukuaji wa mapato hayo. Aidha, katika mwaka wa fedha unaoishia tarehe 30 Juni 2019 tulifanya pia ulinganisho wakaangalia utendaji kazi wa mashirika yetu kwa miaka mitano, yale ambayo kwa 100% tunasimamia kwa serikali, tunasimamia serikali, na yale ambayo tuna hisa chache. Ukiangalia utendaji kazi kwa maana ya rejesho, ile return on investment or return on asset, kwa mwaka wa fedha 2014-15 rejesho la mtaji kwa mashirika ya umma ilikuwa ni 1.5. Mwaka huu tumefika 7.21. Wakati huo 2014-15 rejesho la mtaji kwa zile makampuni ambayo tunashikilia hisa chache ilikuwa ni 5.3. Mwaka huu ni 6.64. Unaweza kuona mashirika yetu yamezidi kidogo. Kwa hiyo unaona udhibiti na usimamizi kwa yale mashirika ambayo tunasimamia yanaanza kutoa matunda. Tukubaliane, inawezekana hatujapiga hatua sana, lakini kuna kazi kubwa sana ambayo inafanyika na inaonekana. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa uongozi wako. Pamoja na sifa hizi ambazo tumezitoa, ni ukweli kwamba katika makampuni na mashirika 81 ambayo yalitakiwa yalipe gawio, ni mashirika na kampuni 40 tu. Samahani, naomba nirekebishe. Katika mashirika na makampuni 81 ya kibiashara, yako makampuni na mashirika 40 yameshindwa kutoa gawio kwa sababu yanajiendesha kwa hasara. Ni rai yangu kwamba mashirika haya na wenye viti wake wajitathmini kwa lengo la kuona jinsi gani wanaweza kuboresha ufanisi na kuletea tija na kisha kuchangia katika mfuko mkuu wa serikali. Aidha, kwa mashirika na taasisi za huduma ambazo sio za kibiashara, tunazihimiza na tunawahimiza wenye viti na uongozi wao kupunguza utegemezi kwa kuboresha
kupunguza matumizi yao ili kupunguza kiasi cha ruzuku ambacho serikali inatoa kwa mashirika hayo, na baadhi ya taasisi zimeanza kulipa ama kutoa michango kwa serikali katika hilo kundi. Mojawapo TIA wametoa bilioni 2.5, IFM wametoa bilioni 2. Tunawapongeza sana. Tunawapongeza sana. Mheshimiwa Rais, kazi ya kurekebisha mashirika na makampuni tunayosimamia inaendelea. Hadi kufikia mwezi Juni 2019, mashirika 15 yalikuwa yameunganishwa na kuwa mashirika 6, na shirika moja lilitenganishwa na kuwa mashirika 2. Ukiangalia haya mashirika 15 yalikuwa manake na CEOs 15. Sasa hivi tunazungumzia 15 yamerudi kuwa 8. Gharama zimepungua, na hii ilikuwa ni ahadi yako na pongezi unastahili. Mwaka jana tulipokutana kwenye tukio kama hili ulitoa maelekezo. Moja ilikuwa ni kuyafuta mashirika ambayo hayajatoa gawio na kuona utaratibu mzuri, aidha kuyafuta ama kutafuta njia mzuri ya kudhibiti. Hii ni moja ya matokeo na mageuzi yanaendelea. Mheshimiwa Rais, nisingependa nikuchoshe. Katika kipindi cha mwaka wa fedha unaishia tarehe 30 Juni, ulituagiza viwanda visivyofanya kazi tuvirejeshe. Ofisi ya Msajili wa Hazina na Wizara ya Fedha ilisimamia. Viwanda 31 vimerudishwa. Taratibu za kisheria za kuzirudisha moja kwa moja zinaendelea. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Rais, kwa ufupi tu, Ofisi ya Msajili wa Hazina inazo changamoto. Baadhi ya changamoto ni mfumo hafifu wa tehama wa utoaji taarifa na ufuatiliaji. Lipo swala la sheria ya Msajili wa Hazina, ongezeko la mahitaji watumishi wenye utaalamu na uzoefu katika kazi, na ukosefu wa mfuko wa fedha za uwekezaji. Kumekuwa na uhitaji mkubwa sana wa mashirika kuhitaji mitaji. Kwa maoni yangu, tungekuwa na mfuko wa uwekezaji ingekuwa tiba. Lakini hii ni swala ambalo limefanyika vizuri pamoja na kutokuwepo kwake. Uwekezaji ambao unafanyika TPA ni mfano mzuri. Unafanya uwekezaji mkubwa sana kwa REA ambao mwishoni kabisa zile infrastructure zinaenda TANESCO, ni yenyewe ni sehemu ya uwekezaji. Mwaka jana mmeweza kufuta madeni ya TTCL. Kuna madeni ya Tanzania Fertilizer Company yamechukuliwa na hazina, pamoja na mageuzi kadhaa ambayo yanafanywa kwa sekta, lakini ukiangalia mwishoni kabisa zile mali zitarudi kwa taasisi husika. Siglas Gorge, Mwalimu Nyerere Dam pamoja na SGR ni mifano mizuri ambayo hauwezi kuona serikali kwa kiasi gani serikali inaongeza mitaji kwenye mashirika hayo, lakini mwishoni kabisa kishamalizika kujengwa kwa fedha za hazina ni mitaji ya mashirika hayo. Mheshimiwa Rais, tukushukuru sana kwa mchango wako katika uwekezaji. Mheshimiwa Rais, kwa maelezo haya nichukue fursa hii kumkaribisha Mheshimiwa Waziri wa Fedha Philipo Mpango aongee na hadhara hii na kukaribisha rasmi kupokea hundi ya gawio na michango ya serikali na kuzungumza na washiriki wa furahi. Asanteni sana kwa kumsikiliza. Asante. Sisi ni Tanzania mpya, tunaweza.